Ni Machi 16 mwaka 2025. Huu ni mwendelezo wa La Liga EA Sports Match Day 28 kwa maana ya mzunguko wa 28. Hii ni mechi ya kibabe kweli kweli. Mechi ikipigwa katika uwanja wa Riyadh Air Wanda Metropolitano, moja kati ya viwanja bora kabisa ambavyo vimefanywa mabadiliko katika miaka hivi karibuni. Ni miongoni mwa viwanja vichache vyenye hadhi ya kimataifa na ni miongoni mwa viwanja ambavyo vimekuwa na hadhi ya kipekee sana kushuhudia La Liga EA Sports, na huu ni msimu mwingine Riyadh Air Metropolitano ikiwa inashuhudia mechi nyingine. Hii ni mechi yenye hadhi ya classic pale Hispania. Katika mechi tatu ambazo zina hadhi ya classic, basi hauwezi ukaiacha mechi ambayo inawakutanisha Atletico Madrid dhidi ya Barcelona, na hapa tunakwenda kushuhudia mchezo ambao unafahamika kama El Toro Clasico. Ndicho ambacho tunakwenda kushuhudia hapa. Ni mechi ya tatu kwa ubora katika La Liga EA Sports, ikianza ile El Clasico ambayo inawakutanisha Real Madrid dhidi ya FC Barcelona, kisha inafuata El Viejo Real Madrid dhidi ya Athletic Club. Basi zikitoka mechi hizo mbili, inayofuata ni El Toro Clasico ikiwa inawakutanisha Atletico Madrid dhidi ya FC Barcelona. Mashabiki hao wa Atletico Madrid, imani ni kubwa kwao, licha ya kwamba mchezo uliopita walifanikiwa kushinda kwa dakika 90, lakini ilikuwa ngumu kwao kupenya kuelekea katika hatua inayofuata ya michuano ya UEFA Champions League. Na hapa ni wakati mwingine wa kwenda kuwafurahisha mashabiki wao ambao wanatoka katika mitaa tofauti tofauti ya jiji la Madrid na wako hapa. Hii ni picha ya pamoja, picha ya kumbukumbu. Nimekwambia mechi hii ina hadhi ya kipekee, na ndio pia mechi kama hizi zinatumika kutuma ujumbe, na ujumbe wa hii leo ni kwamba hakuna ubaguzi wa rangi. Kumbuka hii ni El Toro Clasico. El Toro Clasico, hii ni mechi ya tatu kwa ubora nchini Hispania, ikianza ile El Clasico Real Madrid dhidi ya Barcelona, kisha inafuata El Viejo Clasico Real Madrid dhidi ya Atletico Club. Mabadiliko ya wachezaji wawili katika kikosi Atletico Madrid hii leo. Hajaanza kikosini Gallagher, lakini pia Jose Jimenez naye pia hajaanza. Wachezaji wawili wamechukua nafasi yao, Samuel Diaz Lino akiingia pamoja na Robin Nomad. Hao ndio wachezaji wawili ambao wameingia, na haya ni mabadiliko kutoka katika kikosi ambacho kilicheza michezo ya UEFA Champions League, wakicheza mchezo ule wa hatua ya mtoano dhidi ya Real Madrid. Chumba cha VAR na VAR itakuwa ikitumika. Glacias ndiye atakayekuwa akiongoza chumba cha VAR. Kikosi cha FC Barcelona nao wamefanya mabadiliko ya wachezaji wawili, Araujo pamoja na Lyon wakikosekana katika kikosi, na ameingia Inigo Martinez pamoja na Marc Casado ambao wameingia katika kikosi. Hakuna mabadiliko makubwa sana kwenye vikosi vya timu zote mbili. Rafael Diaz Berori maarufu zaidi kama Rafinha yupo katika eneo la kushambulia pamoja na top scorer Roberto Lewandowski. Lamine Yamal, Wonder Kid ambaye ameendelea kufanya makubwa. Nyota wa zamani wa Manchester City Juan Alvarez msimu huu tayari ana mabao 10 akiwa amehusika katika mabao 12, amefunga mabao 10 na kutoa mabao mawili. Jumbe maalum huo. Kumbuka hii ni Riyadh Air Metropolitano, moja kati ya viwanja vya kisasa mno, uwanja ambao uko katika jiji la Madrid, jiji ya kitajiri kweli kweli. Tazama mandhari ya uwanja, uwanja umejaa pomoni, mashabiki wako hapo, na naam, huu ni wasaa kwenda kushuhudia dakika 90 za mchezo. Minato Tagato, James Tagato kwa kuanza na dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kumbuka hii ni mechi ya kibabe yenye hadhi ya classic, na hii ina hadhi namba 3 kwa ubora nchini Hispania. Hii ni El Toro Clasic, mechi ikiwakutanisha Atletico Madrid dhidi ya FC Barcelona, na kumbukumbu nzuri ni kile ambacho kitokea katika mchezo wa kwanza, Atletico Madrid wakifanikiwa kupata ushindi katika mchezo ambao FC Barcelona walikuwa nyumbani, ushindi wa mabao 2-1. Lakini katika ule mchezo uliowakutanisha tena kwa mara ya pili msimu huu kwa maana ya michuano mingine ile ya Copa del Rey, mechi ilimalizika kwa kufungana mabao 4-4. Haya, Rafinha ameseti mali, Lewandowski kimbia na mali lakini amebaki chini, mwamuzi anasema nyanyuka, kabumbu iendelee.
Reinildo amebaki huko chini, ananyanyasika kwa mara nyingine tena. Lamine Yamal amebadili upande. Nigo Martinez, Alex Balde rudisha kwenye eneo la ulinzi. Nigo Martinez cheza na Pau Kubasi. Dani Olmo 1-2 ile. Dani Olmo bado anaingia kwa kasi, lakini Reinildo amekwenda kufanya kazi nzuri ya kutuliza presha na kuondoa shambulizi. Lamine Yamal anataka kurejea tena. Dani Olmo, Lamine Yamal, touch nzuri. Oh! Mpira umekwenda nje. What a touch and what a pass. Dani Olmo akimtazama vyema, tazama namna ambavyo alimzunguka mtu vizuri. Lamine Yamal, wonder kid, akapitishiwa mpira na Dani Olmo. What a touch, jinsi ambavyo anataka kukevu mpira, umekwenda nje, kipimo kikizidi. Moja kati ya vijana wa kuchungwa sana ni Lamine Yamal. Tayari ameshahusika katika mabao 16 ya FC Barcelona msimu huu ndani ya La Liga EA Sports, akifunga mabao 5 na kuasisti mara 11. Ndiye mchezaji aliyeasisti mara nyingi zaidi katika kikosi, na kazi yake amekuwa akiifanya hivyo. Moja kati ya shambulizi bora kabisa wakiwa wamelitengeneza FC Barcelona. Acha tuone, bado wako wameegemea upande wa Atletico Madrid. Mpira ndio huu ambao wamezoea kucheza Atletico Madrid. Wao watazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji, kisha wakishambulia kwa counter attack. Dani Olmo cheza mpira ule, lakini umekataliwa. Ndio tena mali ile toa Griezmann. Haya, Reinildo rejesha mpira nyuma kwake Clement Lenglet, cheza na Robin Nomad, imewekwa kwake Marcos Llorente, pasi amekataa Pedri. Rafinha sasa amelazimisha kuweka ndani pale, lakini Pablo Barrios aliuingilia mchezo. Hata hivyo amerejesha tena mpira katika umiliki. Pedri amebadilisha upande. Jules Kounde, mali iko kwake Lamine Yamal. Jules Kounde katika nafasi. Jules Kounde weka vipasi, lakini imekataa ile. Anaukimbilia tauwai Lamine Yamal. Yes, ameuwai, bado upo katika eneo la kucheza. Igonga mali ile, lakini umerejeshwa tena kwenye umiliki. Pedri, Nigo Martinez amewekewa Alex Balde, ni yeye Balde anaingia katika kisanduku sasa. Cheza Dani Olmo, ameiomba Makasado, sumbua Joao Black. Haya, pelekwa mpira ule. Joao Black amechukua mali. Hii ni mechi ya 3 kwa ukubwa nchini Hispania, katika zile mechi ambazo zimepewa hadhi ya Classic. Inaanza El Clasico ikiwa inawakutanisha Real Madrid na Barcelona, alafu inafuata ile mechi ya El Viejo Clasico, Real Madrid dhidi ya Athletic Club. Lakini mechi ya 3 kwa ukubwa basi ni hii, Atletico Madrid dhidi ya FC Barcelona, ikifahamika kama El Otro Clasico, ama unaweza ukaita The Other Classic. Ndio mechi hii. Pau Kubasi, Nigo Martinez, Alex Balde katika mapana ya uwanja sasa. Mbavu ya kushoto, mbavu kunesa hiyo. Sogeziwa tena mpira, merudi tena nyumbani kuanza upya. Szczesny, linda lango kwa muda mrefu wa kuonekana, lakini sasa naye ameigusa mahali ile. Haya, imepitishwa pasi kwa uzuri. Lamine Yamal ameshindwa kucontrol mpira, rejeshwa tena. Hata hivyo madhambi yamefanyika. Robert Lewandowski ni kama anamwambia jambo mwamuzi, na mwamuzi anamwambia nimeona vyema. Madhambi hayo ifanyiwa Robin Lenomad, alikwenda kaugusa yeye mpira wa kwanza. Robert Lewandowski akichelewa akaenda kugusa mpira wa Lenomad. Szczesny achagua kutupa mpira juu juu.
Konga kwa utosi, likotua ni pazuri. Rodrigo Di Paul arejesha kwake Clement Lenglet. Di Paul tena Rodrigo. Barrios. Rodrigo Di Paul tena ameiomba, amecheza. Haya, birisha mpira ile amechukua vyema sasa. Julian Alvarez yuko na mpira. Nyota zamani wa Manchester City huyo. Julian Alvarez upelekewa pressure, amebaki chini. Wakati huo tayari mpira alishambabatiza mtu. Bila shaka faida wanaipata Atletico Madrid. Tazama, safari ilianzia hapa. Julian Alvarez akimwacha mtu akiwa chini, akamhesabu tena kwa mara nyingine, alikwenda kumbabatiza mtu, mpira kutoka nje. Ni kona wenyewe nyuma ya kabumbu kutoka kimataifa wa Argentina huyo. Mpaka sasa na mabao 10 ndani ya La Liga. Ameianza kona fupi, amefika Rodrigo Di Paul, amembabatiza mtu. Cheza mahali ile, Rodrigo Di Paul amekwenda kufanya recovery, tena yuko na boli. Rodrigo Di Paul juu. Haya, wanaondoka sasa FC Barcelona. Rafinha yuko na mmoja. Rafinha sasa ameenda kupitisha pasi, lakini Joao Black, mpira ambao tayari ulishambabatiza mtu, amekwenda kuokota tu kirahisi. Meona hata mimi nimeona ile faida alikuwa nayo Dani Olmo, miongoni mwa wachezaji wa nyumbufu wenye kasi, wepesi, wako sharp kweli kweli ni Dani Olmo. Tazama, alimpindua kwa mara ya kwanza, lakini mara ya pili tena kawekwa chini. Tazama touch ile ya Lamine Yamal na jinsi ambavyo Robert Lewandowski alikwenda kumzunguka Marcos Llorente. Kongwe, lakini bado shughuli imo. Mabao 21 katika michezo 26, so mchezo. Mita 29. Rafael Diaz Berori, mwite Rafinha, yuko nyuma ya mpira. Yuko chini Giuliano Simeone. Tazama na kuona nini ambacho kimetokea uwanjani. Dani Olmo akiwa naye anaweka mazo yake mawili matatu. Tazama hii picha za marejeo, ni yeye na Jules Kounde. Bado yuko mtu chini. Wakati huo ni mpira wa kutenga, na hili ndio tukio. Ukiwa unatazama vizuri utakuwa unaona Jules Kounde na Giuliano Simeone jinsi ambavyo walikuwa na purukushani pale katika box la Atletico Madrid. Ni mpira wa ikabu kuelekezwa katika lango la Atletico Madrid. Joao Black nahodha akiwa anatazama makini kweli kweli. Rafinha sasa amecheza kumtafuta Dani Olmo, hivyo amefanya madhambi Dani Olmo. Mpira wa kutenga, faida ya kwa Atletico Madrid. ...31 dakika hazipo mpaka sasa. Atletico Madrid 0, FC Barcelona 0. Hii ni La Liga EA Sports. Haya, Julian Alvarez ameiweka kwake Antoine Griezmann, anataka kupitisha pasi lakini wamekataa Atletico Madrid, bado wako na mpira. Amepitia mali ile, Simeone amemkamua mtu vyema. Simeone bado yuko tena na mpira. Simeone ametaka kulazimisha, lakini ni kona wakiwa wameipata Atletico Madrid, na kupeleka pressure ambayo FC Barcelona kama wanaamini kuna madhambi yalifanyika, faida wanapaswa kuipata. Lamine Yamal yuko chini, lakini mwamuzi ameona ni fair challenge. Tazama hii, taka kupitisha pasi nzuri sana ile, lakini akakataa Pau Kubasi. Hii hapa kwenda kumkamua mtu vizuri kabisa Giuliano Simeone. Kona hiyo amepata Atletico Madrid. Toa Griezmann nyuma ya mpira. Ni kona tatu Atletico Madrid wanapata, lakini FC Barcelona hawajapata kona yoyote mpaka sasa. Merejesha mpira mrefu kwa Joao Black, naye amechagua kuupiga kama ulivyokuja.
Jules Kunde imekwenda moja kwa moja upande wa pili. Reinildo Tawai tayari umeshatoka nje, ni goal kick. Lamine Yamal Llorente Marcos, Simeone, pana ule alikuwa ni Rodrigo Di Paul, takuwa wa kurusha, mchezo juu. Julian Alvarez cheza mpira ambao wote wamepishana nao, si toa Griezmann wala Giuliano Simeone. Pasi zilizokamilika, Pedri amepiga asilimia 91, wakati Rodrigo Di Paul akiwa na asilimia 72. Wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo, jumuisho wa pasi zote ambazo zimekamilika kwa asilimia. Haya, Lewandowski amekataliwa kufanya jambo, amerejeshwa kwa Joao Black, namtafuta Reinildo, amewahi akiucheza. Haya, umekaa katika eneo zuri sasa. Julian Alvarez anakiwa mpira ule, lakini Szczesny hana pressure yoyote. Na Alex Bade naingia kwa kasi. Alex Bade akiwa ameachwa tayari, lakini Paul Kubasi amekwenda kufanya clearance. Rodrigo Di Paul, mpira ushusha, umetua vyema kama maji mtungini. Rodrigo Di Paul cheza mpira ule kwake Pablo Barrios. Llorente Barrios mrejesha chini kabisa kwake Robin, cheza na Clement Lenglet, pasi murwa kweli kweli kwake Reinildo. Griezmann Antoine yuko na mpira, Antoine Griezmann weka kwake Julian Alvarez, lakini amekataa Szczesny. Hata hivyo tayari ni offside. Mwamuzi ameonyesha kabumbu iendelee, lakini kibendera cha mwamuzi msaidizi namba 2 tayari kilishanyanyuka kuashiria kuwa ni offside. Pedri, haya anao Lewandowski, mpira umegonga mtambaa panya, umekwenda nje. Top scorer Robert Lewandowski anatafuta bao lake la 22. Pasi murwa kweli kweli. Tazama Pedri, ni kama alikuwa hataki kwenda hivi, lakini akamtazama Robert Lewandowski, pasi murwa kweli kweli, lakini mguso wa mguu wa kulia ndio ukaweka mpira mbali zaidi, licha ya kwamba jaribio kutoka mguu wa kushoto kigonga mtambaa panya na mpira ukaota mbawa. Mpira umeota mbawa na kwenda nje. Jaribio la kwake Robert Lewandowski linabaki kuwa ni miongoni mwa majaribio ya hatari zaidi ambayo ameyafanya FC Barcelona katika kipindi hiki cha kwanza. Haya, Antoine Griezmann weka mpira ule, umefika kwake Simeone. Julian Alvarez mapema nilikuambia hatari ya Julian Alvarez. Amemnyanyua Diego Simeone El Choro, pasi murwa kweli kweli ikiwa inatoka kwa Simeone na imekwenda katika miguu ya Julian Alvarez. Bao lake la 11 hili. Wamebaki hawaamini kile ambacho kimetokea, licha ya kwamba wamemiliki sana kabumbu FC Barcelona, licha ya kwamba wametengeneza nafasi nyingi sana FC Barcelona, lakini Szczesny amebaki macho, amemtoka kodo, anakodoa tu, haamini kile ambacho kimetokea. Tazama, ulipigwa mpira mrefu na Joao Black, akaucheza kwa kichwa vyema kabisa ule, akiwa katika nafasi nzuri sana. Antoine Griezmann akaweka upande wa pili, Simeone akiudokoa vyema kabisa. Julian Alvarez, what a touch and what a finish, kwa namna ambavyo alikwenda kumalizia. Jambo zuri linamaliziwa kwa uzuri, lakini jambo zuri linamaliziwa kwa utamu wa uzuri wake. Ndivyo ambavyo amefanya, pasi nzuri sana ile Griezmann akicheza, lakini Simeone akiseti vyema sana, kazi nzuri akienda kumalizia. Julian Alvarez,
bao la kwanza wakiwa wanatangulia wenyeji Atletico Madrid, lakini linakuwa ni bao la 11 kwa Julian Alvarez, nyota wa zamani wa Manchester City. Robert Lewandowski amebaki haelewi. Pedri anawaambia tulieni, kabumbu liendelee. Dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zile za kuhesabu zimeshafika. Hili ni bao la 11 kwa Julian Alvarez. Sasa zimeongezwa 2 kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza za kuchezwa. Acha tuone takavyokuwa. Kabumbu yuko kwao, Baka wako nyuma sasa. Wana kipengele cha walau kufunga bao moja ili kuweka mchezo ukiwa katika uzani sawa sawa. Dani Olmo megusa mali vizuri. Hata hivyo wamefanya recovery vyema Atletico Madrid. Tazamo kati ya kocha Claudio Ranieri pamoja na Rais Jesus Gil, ambaye yeye alikuwa anaamini kikosi kilikuwa kinapaswa kucheza aina nyingine ya mpira, na Claudio Ranieri akiwa ananungunika kuwa wakati mwingine anapangiwa baadhi ya wachezaji kucheza. Wakati huo alikuwa na Freud Hessenbank, alikuwa naye pia Juan Carlos Veron, ni miongoni mwa majina makubwa ambao Atletico Madrid walikuwa nao. Haya, Lamine Yamal ananyimwa uhuru wa kufanya kile ambacho amezoea kukifanya, kwenda kupeleka pressure. Alexis Bada amechukua mali. Lamine Yamal sasa, Jules Kounde ameuingiza mpira ndani ule, lakini Rodrigo Di Paul ndosha mpira juu. Upo bado katika eneo la kucheza, atauwai. Hata hivyo umeshatoka nje. Paul Kubasi ukimbilia mpira ambao tayari umeshatoka nje, lakini anacheza kwa kurusha sasa na Marc Casado. Pedri, Lamine Yamal katika mapana ya uwanja, ni mchezaji ambaye control yake ni nzuri kweli kweli. Dani Olmo, Hispania, ambaye alitengeneza timu kali kweli kweli katika michuano ya Euro. Dani Olmo, na performance yake ndio miongoni mwa performance ambazo ziliwafanya pia FC Barcelona kuteke risk. Alexis Bada amepeleka pressure, ni kona hiyo. Ni winga, lakini mara zote utakuwa unamuona kwenye eneo la kushambulia kwa sababu ya formation, namna ambavyo wanacheza Atletico Madrid. Dani Olmo, haya amepelekewa sasa Robert Lewandowski, seti mali ile. Marc Casado amenyang'anywa mpira, ukimbilia sasa Rafinha, atauwai. Yes, ameuwai. Rafael Diaz Berori Rafinha, nyota wa kimataifa wa Brazil. Leeds pia alipata jeraha kubwa ambalo lilianza kumfikirisha pengine kuona kama anaweza kuachana na kabumbu, lakini mama yake akamwambia hapana, endelea kuonyesha kiwango kizuri na usikate tamaa. Rafinha, haya mechezwa mpira juu. Lewandowski, mpira umekwenda nje. Alisafiri Robert Lewandowski. Lamine Yamal akiwa ameuseti mpira ndani ya 18. Robert Lewandowski akajitahidi kusafiri kwenda kucheza mpira kwa utosi wake, lakini aliuelekeza juu zaidi. Hili ni moja kati ya tukio ambalo limkuta machinga Reinildo Mandava. Tunalalamikia ni kwamba mwamuzi msaidizi alikuwa sehemu ya karibu kabisa kuona tukio lile vyema. Soloth katika michezo miwili akicheza dhidi ya FC Barcelona alifunga mabao ya jioni na kuisaidia timu kupata matokeo. Juan Alvarez anakwenda nje, Soloth anaingia, lakini pia Gallagher naye ameingia, nyota wa kimataifa wa England na mchezaji wa zamani wa Chelsea. Haya, tuone mabadiliko haya atakwenda kufanya nini, atakwenda kuongeza kitu gani ndani ya kikosi cha Atletico Madrid. Soloth amugonga mpira. Gallagher cheza sasa. Soloth anaukimbilia, lakini tayari mpira ni mrefu. Chesney amekwenda kuchukua.
Lamine Yamal amemkamua mtu vizuri. Haya, amelazimisha tena mpira ule, lakini amekataa Reinildo. Pedri piga mpira mrefu, shindwa kwenda vile ambavyo kuwa na tarajia. Cheza kwake Conor Gallagher. Antoine Griezmann ametaka kulazimisha cross ndani, taliwa mpira ule. Hivyo VAR amejiridhisha mpira ule takokona. Cheza mpira Antoine Griezmann akigonga Lenglet, mpira umekwenda nje. Clement Lenglet, mpira ambao ulinyongwa vyema sana na Antoine Griezmann. Ferran Torres, Conor Gallagher, Rodrigo Di Paul ucheza mpira mrefu mbele kumtafuta Simeone, ametishwa na Inigo Martinez, alafu mpira umerejeshwa kwa mlinda lango Szczesny. Jules Kounde, mpira wanao FC Barcelona wanajaribu kubembeleza. Jules Kounde amecheza na Inigo Martinez. Alexis Bade, zimisha mpira bado tena. Eric Garcia amepoteza mali ile. Haya, imewekewa katika mapana ya uwanja, nao mpira sasa ni Antoine Griezmann. Yuko yeye mbele, amechagua kurejea nyuma. Conor Gallagher, icha tena mali ile sasa. Conor Gallagher ametafutwa katika njia, nao mpira yeye Conor Gallagher amecheza solo, kama ambavyo walifanya katika mchezo wa kwanza Desemba, ndivyo ambavyo wanafanya na hii leo. Alexander Solos, wakati huo pia mwamuzi akiwa anasema VAR ipo, atachunguza kuona kama kuna changamoto yoyote. Mpira hapa ni kama ulikwenda kugusa kwenye mkono wa mtu, lakini hii ni Conor Gallagher, ulichezwa mpira. Hata hivyo kuna offside kama unazama vyema. Conor Gallagher akamtafuta Solos vyema sana. What a finish! Ni miongoni mwa wachezaji ambao utawategemea mara zote katika maeneo kama yale, na ndicho ambacho amekifanya Solos, akienda kumalizia tu kazi nzuri ambayo ilikuwa imefanywa na Conor Gallagher. Sasa swali ni kama goli hili itaendelea kustand ama itakuwaje? Acha tusubiri VAR itatuambia nini. Maana katika tukio lililopita sekunde chache kabla ya bao, Rodrigo Di Paul mpira ulionekana kugusa katika mkono wake. Mwamuzi anasema nini? Bila shaka goli litasimama, bila shaka goli litasimama.
Tafsiri ya mwamuzi, Atletico watapata faida ya bao hilo licha kwamba ilionekana kama mpira uligusa katika mkono wa Rodrigo de Paul, lakini mwamuzi anavyotoa ishara ni kwamba tukio lile lilikaa muda mrefu mpaka kupatikana kwa bao, alikuathiri chochote. Haya, Atletico Madrid 2 FC Barcelona 0. Kabumbu linaendelea. Hapa ni Riyadh Air Metropolitano. Foloth anafunga bao lake la 11. Jules Kounde yeye ana bao 11, na Julian Alvarez ambaye ameingia kuchukua nafasi yake pia amefunga bao la 11 hii leo. Cheza mpira juu sasa. Gonga kwa uzuri, wote kamba. Bonge moja la bao. Robert Lewandowski anawaambia twendeni, kazi nzuri sana ile. Mkongwe Robert Lewandowski alipoza mali vizuri mno na kumtazama Joao Black, akauweka mpira ambako Joao Black ameshindwa kufika. Hivi ndivyo Wakongo wanatakiwa kufanya. Tazama safari ilivyokuwa. Igo Martinez alimtazama vyema, tazama, aliweka mpira kaupoza katika pakacha ukakaa. Hii hapo aliweka kwenye pakacha na ukakaa vyema, ulipokaa chini tu ndipo ambapo alimtazama Joao Black alipo na kupeleka mpira eneo la mbali ambako alishindwa kufika Joao Black. Bao la 22, Robert Lewandowski mkongwe akiwa anaendelea kuweka kambani tu. Haya, umechezwa mpira juu tena. Mechi sasa imeanza kuchangamka. 2-1, Atletico Madrid 2, Barca 1. Hapa yanatafutwa mazingira ya kuona kama kuna uwezekano wowote wa pale juu kubadilika, kwa maana ya juu ya msimamo, lakini mpaka sasa Real Madrid mwenye mechi 28 yuko juu ya msimamo. Matokeo haya kama yataendelea kusimama hivi akiwa na alama 60, Atletico akifuata katika nafasi ya pili. Nafasi ya tatu FC Barcelona mwenye alama 57, lakini ana pungufu ya mchezo mmoja. Haya, Lamine Yamal, Conor Gallagher amekwenda chini akiwa anaonyesha kuwa amefanyiwa madhambi na mwamuzi ametoa faida. Mechi sasa imeanza kuchangamka jioni. Mchezo juu mpira ule. Jules Kounde, Lamine Yamal, mpira umefika kwake Pedri. Alex Bade wanda kwa hesabu. Haya, Griezmann anatoa, cheza na Conor Gallagher, anao mpira Kono, mbele pamekuwa pagumu, ameamua kurejesha mpira nyuma. Joao Black, Marcos Llorente ameidokoa mali vyema. Rodrigo de Paul, Marcos Llorente tena. Haya, ameiweka katika mapana ya uwanja sasa. Weka sasa kumtafuta Soloth, mpira nao amemkamua mtu Soloth, lakini amekataa kwa uzuri Eric Garcia. Mpira umekwenda nje, wanacholalamika wachezaji wenzake, wanaamini alipaswa kutoa pasi mapema. Hili hapa ndio tukio ambalo ilikwenda kutengeneza mazingira ya kupatikana kwa bao, lakini mwamuzi akasema hata hivyo yalifanyika matukio mengine mengi kabla ya kupatikana Barca mara 2 ndani ya ligi kwa margin ile kwa maana ya 2-1. Funga 2-1 ugenini, hii hapa ni nyumbani. Gonga mpira amekwenda kutumbukiza katika wavu. Nyota ambaye ameingia kipindi cha pili, Ferran Torres. Wakati nikiwa naeleza kama matokeo yatasalia hivi itakuwa Barcelona wanapoteza mara 2 mfululizo, lakini amekwenda kukataa Ferran Torres. Ni mali ambayo imekunjwa vyema na Lamine Yamal. Hii itakuwa ni assist yake ya 12 na ifanya mechi kuwa na uzani uliokuwa sawa kwa maana ya shilingi kusimama mpaka sasa. Tazama, Jules Kounde alishusha mali vizuri sana ile.
lakini Rafinha akaucheza mpira ule ambao alikwenda kuotea vizuri Ferran Torres, mpira ambao alikwenda kukunjwa vyema sana na Rafinha. Hii itakuwa ni assist yake ya 8. Rafinha, tazama, alikunja mali vizuri sana, lakini akaenda kumalizia Ferran Torres. Wow, just wow. Alibaki akiwa anahangaika kweli kweli. Jean Oblak, bao la 6 kwa Ferran Torres msimu huu ndani ya La Liga. Rodrigo de Paul amekwenda nje. Molina pia amekwenda nje. Molina ameingia nafasi ya Rodrigo de Paul. El Cholo haelewi. Tholoth taikumbuka sana nafasi ambayo aliipata akakosa utulivu. Tazama hii, alikwenda kiwa anatazama, hata hivyo mpira umekwenda nje. Ferran Torres, Pedri, Alexis Bade, Ronald Araujo meingia. Antoine Griezmann naye anakwenda nje. Riquelme ameingia. Jules Kounde kielekea nje. Ronald Araujo ameingia. Toka Jean Oblak haraka haraka. Pedri, weka shuti, mpira umekwenda nje. Robert Lewandowski, Pedro amechukua tena mpira Baka. Pedri bado. Tholoth amepeleka pressure. Hata hivyo wamenyang'anywa mali ile. Katikati ya uwanja peupe, Baka wako wao tu. Lamine Yamal, eneo analopenda zaidi kucheza katika mapana ya uwanja. Garcia, Pedri, Nigo Martinez peleka mpira upande wa pili. Ameucheza katika mapana ya uwanja. Lamine Yamal, Rafinha, Lamine Yamal tena, Pedri, weka kwake Martin. Anayo nafasi ya kufanya jambo, lakini amechagua kucheza na Pedri. Pedri ametishia Lamine Yamal. Haya, Lamine Yamal! Mtoto wa Kiafrika anayefanya maajabu barani Ulaya. Kazi alianza katika michuano ya Euro. Jean Oblak ni kama haamini, anashangaa huyu ni Messi, lakini ni Lamine Yamal huyo. Sio Lionel Messi la Puga, huyo ni Lamine Yamal. Mashabiki wamenyanyuka FC Barcelona, amebaki haamini El Cholo. Sio yeye tu, hata Lamine Yamal mwenyewe haamini. Furaha imezidi pomoni, jezi yake haioni, anaitafuta mara baada ya kuivua. Lamine Yamal bwana mdogo anaendelea kuonyesha kuwa
umri ni namba tu, ila ubora unaendelea kudhihirika katika miguu yake. Lamine Yamal, nyota wa kimataifa wa Hispania, mzaliwa wa bara la Afrika kabisa, lakini anaendelea kuonyesha ubora wake katika bara la Ulaya. Kazi nzuri akiwa ameifanya. Tazama, alitafutwa na Pedri, touch ya kwanza ilikuwa nzuri, akamuona Joao Black ni kama amezegea hivi upande mwingine, akaupeleka mpira ambao ulikutana na mguso wa machinga Reinildo na ulikwenda moja kwa moja kukwama katika wavu. Wote kamba, bao lake la 6 msimu huu Lamine Yamal, na linakwenda kurejesha matumaini ya FC Barcelona kuondoka na alama 3 katika mchezo huu, mchezo ambao imewabidi kufanya kazi ya ziada kubadili matokeo. Wamepindua meza kibabe. Hansi Flick amefurahi, sio yeye tu, bila shaka hata mashabiki walioko uwanjani watakuwa wamefurahi mno kama ambavyo Lamine Yamal amefurahi, huku jezi yake ikiwa mkononi badala ya kuwa katika mgongo wake. Pedri amekwenda nje, Gavi ameingia. Mabadiliko ambayo wameyafanya FC Barcelona, 3 dakika zimeshakatika katika zile 6 za kuongeza, zimebaki 3 za kucheza. Acha tuone mambo atakavyokuwa, lakini mpaka sasa Atletico Madrid 2 Barcelona 3. Gavi akiwa ameingia sasa. Haya, umechezwa mpira juu, umepita ule bila mwenyewe, lakini Martin amechagua kuondosha. Ni bao la 6 hilo, anafunga Lamine Yamal msimu huu ndani ya La Liga, na tayari ameshaweka assist 11, lakini kadi ya njano ameonyeshwa Lamine Yamal kwa utovu wa nidhamu akiwa amevua jezi yake wakati anashangilia. Furaha ilizidi kipimo. Inasetiwa mipango, mashoti 12 FC Barcelona wamepiga, 3 yamelenga lango na yamekuwa kamba. Morina, mpira wa kurusha, nafasi 6 ambazo wamezitengeneza Barcelona, 3 zimezaa mabao, lakini nafasi 2 wametengeneza Atletico Madrid, na hizo ndio zimekuwa bao. Haya, mepita Kono Gallagher, Kono ameiseta na mahali, mpira umepelekwa nje. Kama mechi anataka iishe 3-3 hii. Msimu huu mechi zinazowakutanisha wawili hawa zimekuwa zikizalisha mabao mengi kweli kweli. Katika ule mchezo wa nusu fainali wa Copa del Rey, mechi ilikamilika kwa kufungana mabao 4-4 timu hizi mbili. Haya, nyongwa mpira juu, Rafinha amekwenda kuufinya mpira kuondosha. Lazimishwa tena cross ndani, Kogongo umerejeshwa, chezwa tena, anao sasa. Hivyo filimbi ya mwamuzi imesikika, inaonyesha kwamba kabumbu faida watabaki nayo si Barcelona. Rafinha yuko chini, Lamine Yamal, matokeo yakisalia hivi ndio atakuwa shujaa wa mchezo kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Kunja mpira ambao ulikwenda kumbabatiza Reinildo. Hapa unaweza kutazama vyema, hii ni picha ambayo inakuonyesha vyema kile ambacho kimetokea. Lewandowski akiwa anamwambia mdogo wangu, mbona kama unakuja kama mimi hivi? Unakuja kama mimi afu unakataa. Hawaamini Atletico Madrid kutoka kuongoza mabao 2 mpaka kuongozwa mabao 3. Watu wamepindua meza ugenini. Mpira wa kutenga, zile 6 za kuongeza tayari zimesha katika. Hapa anasubiriwa mwamuzi tu. Kono Gallagher amechelewa kufika katika mpira, hivyo ni madhambi. Mpira wa kutenga, mchezaji ambaye tangu akiwa na umri wa miaka 8 amekuwa darajani, lakini msimu huu naitumikia Atletico Madrid. Madhambi yamefanyika mara 10, 7 wakifanya Atletico Madrid, mara 3 wakifanya FC Barcelona. Mechiwa kabumbu Wojciech Szczesny, cheza mpira juu Szczesny, hivyo umekwenda nje ya 1, watakuwa kurusha. Atletico ndio wana nafasi hiyo.
Marcos Llorente. Haya, makosa sasa, amechukua Ferran Torres. Ferran Torres! Hansi Flick amefurahi makosa walioyafanya wenyewe Atletico Madrid. Marcos Llorente ni kama amempa zawadi Ferran Torres. Ferran amewanyanyua wa Catalunya wote. Joao Black nahodha, mikono katika kiuno, haamini kile ambacho kinatokea, wakiwa wameongoza mabao mawili kwa muda mrefu, lakini mambo yamebadilika sasa. Wao wako nyuma tena kwa idadi ya mabao mawili, kwa maana ya 4-2 mpaka sasa. Ferran Torres ameweka msumali wa mwisho, ni kama msumali wa moto katika kidonda ambacho ni kibichi kabisa. Tazama hapa, Marcos Llorente ni kama alichelewa kufikia mpira. Ferran Torres akamtazama Joao Black, amepeleka mpira eneo ambalo ameshindwa kufika Joao Black. Makosa yaliyofanyika yamewanufaisha na ni kama imekuwa zawadi kwa Ferran Torres. Makosa ambayo yalianza kwa Marcos Llorente, Pablo Barrios alikwenda kugawa zawadi na utamu kwa Ferran Torres. Mali imekwama katika wavu. Dakika 90 zimekamilika, bao la 7 Ferran Torres akifunga msimu huu. Imekuwa dakika 90 za twist and turn. Kazi nzuri wakiwa wamefanya FC Barcelona kutoka nyuma mabao mawili mpaka kushinda mabao 4-2. Lamine Yamal akifunga moja kati ya bao bora kweli kweli. Hansi Flick mpango wake kipindi cha pili umekamilika na umekuwa ni mpango bora zaidi. Alina ziada kutoka hapa. Atletico Madrid 2 FC Barcelona 4. Riyadh Air Metropolitano, mechi imekamilika. Game day 28 March 16 hii leo. Atletico Madrid wanaondoka na alama zote 3. Mimi Tagato, James Tagato, asante kwa kuwa nami na usiku mwema. MVP wa mchezo wa leo ni Lamine Yamal.